Bwana, mdokezi wako leo na kudokeza ukweli wa kutisha au wa kushangaza sana kuhusu tabia za binadamu, ambao kila mtu anapaswa kujua. Mambo ya kushangaza kuhusu tabia za watu ambayo hatujawahi kufundishwa. Watu hukupima akili ndani ya sekunde chache wanapokuona. Hawasubiri usonge. Muonekano wa kwanza huamua kama watakuchukulia kwa uzito au la. Watu wengi hupenda zaidi unapoongea kidogo. Kuongea sana huonekana kama huna uhakika. Maneno mafupi na tulivu hujenga heshima. Watu wanakutendea kulingana na unavyojitendea wewe mwenyewe. Ukijishusha nao watakushusha, ukijiheshimu watakuheshimu. Ubongo hukumbuka mabaya haraka kuliko mazuri. Tukio moja baya linaweza kufuta miezi ya tabia njema. Ndiyo maana uthabiti ni muhimu. Watu huiga hisia zako bila wao kujua. Ukiwa mtulivu, wengine hutulia. Ukiwa na fujo, mazingira yanaharibika. Watu wengi hawataki ukweli, wanataka faraja. Ukweli huwaumiza wengine kwa sababu unagusa ego zao. Ndiyo maana ukweli mara nyingi huleta upweke. Watu huamua kama wakuheshimu kwa jinsi unavyokubaliana na dharau kidogo. Ukipuuza dharau, watazidisha. Ukisimama mara moja, wanajirekebisha tabia. Muda wa mtu unaonyesha vipaumbele vyake halisi. Anachofanya mtu peke yake kinaonyesha thamani zake zaidi ya maneno. Watu huthamini kujiamini hata kama si kweli. Saikolojia hupenda uhakika. Sauti ya kujiamini hushinda ukweli mara nyingi. Watu hukumbuka zaidi jinsi ulivyowafanya wajisikie kuliko ulichofanya. Unaweza kuwa sahihi lakini bado wakakuacha kama uliwaumiza kihisia. Watu huiga mtu mwenye msimamo imara kuliko mwenye akili au huruma. Makundi hufuata yule aliyethabiti zaidi, si lazima aliye mwerevu. Ukijieleza sana, watu wengi hupunguza heshima kwako. Maelezo mengi huonekana kama huna uhakika. Majibu mafupi huonyesha mamlaka. Watu huamini sura wanayoizoea kuliko nia njema. Kuizoea huleta usalama hata kama si bora. Watu hugundua mabadiliko ya sauti yako haraka kuliko maneno. Sauti huonyesha hofu, msongo au uongo kabla ya maneno. Anayeuliza maswali mengi hudhibiti mazungumzo. Maswali yanaongoza fikra na mwelekeo wa mazungumzo. Watu huheshimu sana thabiti zaidi kuliko kipaji. Kipaji huvutia kwa muda, lakini uthabiti hujenga uaminifu kwa muda mrefu. Watu huonyesha udhaifu wa kupitia wanachokikosea. Malalamiko yao mara nyingi ni hofu walionayo ndani yao. Watu hudhani wengine huwafikiria sana, kumbe kila mtu yuko bize na maisha yake. Kuishi kutafuta approval hukufanya usisonge mbele. Ukikaa kimya baada ya mtu kujibu, husema kweli zaidi. Ukimya humfanya mtu ajihisi kutokuwa salama, akaanza kujifungua. Watu huamini kujiamini kuliko usahihi wa taarifa. Uhakika hufanya hata habari ya kawaida ionekane ya maana. Watu hubaki kwenye mazoea hata kama yanawaumiza. Ubongo hupendelea maumivu yaliyozoeleka kuliko mabadiliko yasiyojulikana. Watu hujaribu mipaka yako mapema bila kujua. Jibu lako la kwanza huamua namna watakavyokuchukulia baadaye. Wema bila msimamo huchukuliwa kama udhaifu. Wema jumlisha msimamo, unapata heshima ya ukweli. Watu huongea zaidi wanapojisikia kutokuwa sawa. Hapo ndipo nia zao za ndani hujitokeleza. Watu huiga hali ya hisia ya yule wanayemheshimu zaidi. Ukiwa mtulivu, unatuliza wengine. Ukipaniki, wote wanaharibika. Kitu mtu anachoahirisha kwanza kinaonyesha hakikuwa muhimu kwake. Kilichofutwa kinaonyesha kilichokuwa hakina thamani kwake. Watu hukumbuka mtazamo wako muda mrefu kuliko maneno yako. Maneno hupotea, lakini namna ulivyowatendea hukaa miaka.